Kwa majina naitwa Sharon Monchari, mimi ni intern hapa Texas, kutoka kwa department ya saikolojia. Na kwenye department ama kitengo cha saikolojia ni masuala yapi ambayo mnashughulikia zaidi, ikizingatiwa kwamba mnafanya kazi kwa karibu na wagonjwa wa saratani? Kwa hii department haswa tunashughulikia na hisia za wagonjwa. Madaktari ndio wanashughulika na pati ya kuwatibu, lakini si tunaangalia zaidi hisia zao. Wana feel aje. Mgonjwa anaweza kuwa ako na stress, ako na anxiety, ako na depression. Kwa ujumla tu tunashughulikia saikolojia yao tuweze kujua ugonjwa huu unawafanyia nini, kama kuna matatizo wanapitia. Ugonjwa huu kwa kweli unakuja na uzito mwingi kwa wagonjwa. Tuseme kwa mfano mgonjwa amepatikana na ugonjwa wa saratani na akitoka nyumbani ya kutarajia yawe majibu. Ni vipi ambavyo mnafanya kumwelezea ndo aweze kuelewa matibabu ambayo anapaswa kupata? Kwa wagonjwa ambao hawako wanatarajia ugonjwa wa saratani, muda mwingi inakuwa ngumu sana kujaribu kuwaelezea kwamba si mwisho. Juu wagonjwa wengi wakishaambiwa wako na saratani, wengi wanakufa moyo, wanaona kama ni mwisho wa dunia. So kazi yetu ni kuwaelezea kwamba si mwisho wa dunia, na pia kuwaambia kuwa wagonjwa wengine wameweza kutibiwa na wengi wameweza kupona, ama results za matibabu zimeweza kutokea kwa nzuri. Na yani wameweza kuonekana kuwa wanaweza pona ama wanaweza improve hiyo hali yenye wako nayo. Kwa ujumla tu ni kueleza saratani inaweza tibiwa mtu akifuatilia maagizo ya daktari na kufuatilia tu, yani kupitia tu hizo chemotherapy, radiotherapy, hizo zote matibabu yote. Kwa kuwa mimi ni mwanafunzi, haikuwa rahisi mara ya kwanza nilipokuja Texas, lakini muda ulivyozidi kusonga nikajifunza mengi kuhusu maisha, kuhusu saratani, na kujifunza mengi zaidi kuhusu saratani ya cervical cancer, kwa maana watu wengi hawana hiyo elimu ama ujumbe mwingi kuhusu saratani ya cervical, hasa kwa sisi wanawake ama sisi wasichana. Mimi hiyo imekuwa jambo la muhimu sana kwangu, kwa maana nimeweza kujifunza mingi kuhusu saratani, hasa hiyo saratani ya cervical. Na kuna changamoto ambazo unaweza kuwa umezipitia katika hii taaluma yako? Ndiyo, kuna changamoto kadhaa. Unaweza pata patient haezi kuongea, na hiyo bado tu unafaa kumwassess ujue ako aje, kama fikra zake zina ambatana na yale ambayo we mwenyewe unaona, ama yani haziongea, lakini bado unafaa tu muangalie ujue kama ako na wewe hapa, anaweza jua mazingira ambayo yuko. Wagonjwa wengine pia hawezi ongea Kiswahili ama Kiingereza, so pia hiyo ni challenge kubwa. Unaweza ongelesha mgonjwa lakini hawezi ongea Kiswahili ama Kiingereza, unapata kuna barrier kati yako na yake. Mara mingi unashindwa sasa kenye unaweza fanya. Ndio. Don't forget to subscribe, like this video and share it with your friends and family. Together, let's tell stories that make a difference.